Bwana Yesu asifiwe. Mwanakondoo wa Mungu ameshinda. Nichukue nafasi hii kukukaribisha ndugu mtazamaji wa Baraka Televisheni siku ya leo ya tarehe 7 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026, ikiwa ni Jumapili ya kwanza katika mwezi huu. Mungu wetu aliye hai ametukirimia uzima na ametupa tuweze kufika katikati ya mwaka. Tunapojaribu kutafakari na kupambanua juu ya habari ya miezi 12, leo ni katikati ya mwaka wa 2026 na ni Jumapili ya kwanza katika mwezi huu. Nikualike uweze kufuatana nami kwa ajili ya somo hili ninalokuletea. Somo ninalolileta mbele yako leo ni kutoka katika Injili ya Mathayo mtakatifu, sura yake ni ile ya 9, mstari wa 9 mpaka ule mstari wa 13, na kisha tutaruka na kusoma mstari wa 18 mpaka mstari wa 26. Katika Utatu Mtakatifu ninakutangulia kusoma neno la Mungu linasema: naye Yesu alipokuwa akipita toka huko, alimwona mtu ameketi forodhani aitwaye Mathayo. Akamwambia, nifuate. Akaondoka akamfuata. Ikawa alipoketi nyumbani ale chakula, tazama, watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja naye na Yesu na wanafunzi wake. Mafarisayo walipoona, waliwaambia wanafunzi wake, mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Naye aliposikia aliwaambia, mwenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya, nataka rehema wala si sadaka, kwa maana sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Mstari wa 18, neno la Mungu linasema: alipokuwa akiwaambia hayo, na tazama, akaja mjumbe mmoja akamsujudia akisema, binti yangu sasa hivi amekufa, lakini njoo uweke mkono wako juu yake naye ataishi. Akatoka Yesu akamfuata pamoja na wanafunzi wake. Na tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka 12 alikuja kwa nyuma, akaugusa upindo wa vazi lake, kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Yesu akageuka akamwona, akamwambia, jipe moyo mkuu, binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile ile. Yesu alipofika nyumbani kwa yule mjumbe, aliona wapiga filimbi na mkutano wakifanya maombolezo. Akawaambia, ondokeni, kwa maana kijana hakufa, amelala tu. Wakamcheka sana. Lakini mkutano walipoondoshwa, aliingia akamshika mkono yule kijana akasimama. Zikaenea habari hizi katika nchi yote. Naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wetu ishiye milele, utukuzwe na uhimidiwe Jehova, wewe ambaye ni mtenda miujiza. Nina asante kwa ajili ya siku ya leo unayotupa kibali Bwana kukutana na neno lako la uzima. Nami Mungu wangu na Baba yangu, namleta msikilizaji wangu, useme naye kwa lugha nyepesi na kwa maneno rahisi,
akujue Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyepelekwa kwa ajili yetu. Nipake mafuta mabichi Bwana, kwa kuwa niko tayari kutumika. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu, Mungu uliye hai, ninaomba na kuamini. Amen. Ndugu mtazamaji wa Baraka TV, katika ujumbe wa neno la Mungu siku hii ya leo, tunapoanza na kukutana na habari za mstari wa 9 katika Injili ya Mathayo sura ya 9, ni habari za Yesu Kristo akizungumza na mtu mmoja maarufu ulimwenguni, katika ulimwengu wa wakati wake. Aliitwa Mathayo, na huyu Mathayo alikuwa akiketi forodhani kwa ajili ya kukusanya mapato. Katika kipindi hicho, akiwa ameketi forodhani mahali pa ofisi yake, Yesu alikutana naye alipokutana na Yesu akamwita ili amfuate, kwa maana ya kwamba awe mfuasi wake. Katika ujumbe huu kitu tunachokiona na jambo ambalo liko wazi kwenye mistari hiyo ni juu ya habari ya mtu aitwaye Mathayo anayeitwa na Yesu, akiwa amefanikiwa kwenye maisha yake. Kwanza ana kazi nzuri, halafu pia anayo mafanikio, kwa maana ya kwamba mafanikio yake katika elimu ndio yaliyopelekea kupata ajira ya hiyo kazi anayoifanya ya kukusanya mapato hapo forodhani. Huyu mtu maarufu mwenye elimu ya kutosha na mali nyingi alikutana naye Yesu, akamwita akamwambia, nifuate. Biblia niliyoisoma na maneno haya yanaonyesha namna ambavyo huyu Mathayo alivyotii wito wa kuitika kumfuata Yesu. Hakujali cheo chake, hakujali mali zake, wala hakujali umaarufu wake, lakini aliona ni vyema katika maisha haya ajikonekti na imani ya kumwamini na kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Biblia inasema katika tukio hili na jambo hili lilipotokea, waitwao Mafarisayo walipoliona jambo hili, watu wengi wakiwa wamekaa kwenye chakula wamekusanyika, watoza ushuru na wenye dhambi, Mafarisayo wanawauliza wanafunzi wa Yesu, kwa nini mwalimu wenu anakaa na watoza ushuru na wenye dhambi? Naye Yesu alipojua neno hili na aliposikia haya maneno, ndipo anapowaeleza Mafarisayo ya kwamba Mungu katika maelezo yake amesema hivi, yeye anataka rehema wala sio sadaka. Lakini Yesu anasema, ujio wangu mimi hapa, nilichokuja na kukifanya, nimekuja kuwatafuta wasioweza. Kwa maana ya kwamba wenye afya hawahitaji daktari wala hawahitaji tabibu, ila wale ambao hawawezi, wagonjwa peke yao wakiwepo hospitali, wanahitaji msaada wa daktari. Na ndivyo ambavyo Yesu anasema katika maelezo yake na mafundisho yake, ya kwamba kwenye maisha haya watu ambao hawawezi, hao ndio wanaohitaji msaada. Hivyo watoza ushuru, hivyo wenye dhambi walimuhitaji Yesu kuliko hao Mafarisayo ambao wao walijihesabia haki. Biblia inasema na kuonyesha juu ya habari ya mjumbe mmoja. Ukisoma katika Injili ya Marko na Injili ya Luka, utakutana na mjumbe huyu anayetajwa katika Injili ya Mathayo bila kutajwa jina lake. Anaelezwa ni mjumbe wa sinagogi aliyeitwa Yairo. Nyumbani kwa Yairo, binti yake alikuwa hawezi, ni mgonjwa. Naye Yairo akakumbuka ya kwamba yuko Yesu anayeweza kumsaidia binti yake kumtoa kwenye hayo mateso au kwenye huo ugonjwa. Akamwendea Yesu akamwambia, Bwana, nyumbani kwangu binti yangu hawezi, mwenye umri wa miaka 12, yu katika hali ya kufa. Njoo upate nafasi ya kumsaidia, uweke mkono wako juu yake ili apate kupona.
Yesu akaondoka akifuatana na Yairo kwenda nyumbani. Wakati wakiwa safarini kuelekea nyumbani kwa Yairo, huko katikati ya msafara, mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu naye pia akajitokeza kwenye huo msafara. Ameteseka kwa muda mrefu. Biblia inasema naye alikuwa na mateso ya miaka 12 akiwa anatoka damu. Na kwa maana ya sheria za Kiyahudi katika nyakati hizo, mwanamke huyu alitazamwa kama najisi. Kwa nini? Ukisoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 15 yote, utaona watu wa magonjwa ya design hiyo waliitwa najisi. Lakini pia sheria iliwataka wasijichangamane au wasichangamane mahali popote kwenye makusanyiko ya watu. Na ndio maana hayamkini mwanamke huyu katika tabu yake na katika shida zake hizi aliona asimwambie Yesu shida yake. Biblia inatoa ripoti ya kwamba kwani kwa mikono ya matabibu wengi alikuwa amewaendea kutaka msaada huko, na kwa fedha nyingi alizokuwa nazo alizitumia kwa ajili ya kutafuta matibabu, lakini kusimfae kitu. Maana yake ugonjwa ulikuwa pale pale, lakini pia fedha zake zilisha. Na Biblia inasema kwa mikono ya matabibu wengi, maana yake matabibu wengi walikuwa wamefika kwa ajili ya kumhudumia, au alikuwa amewafikia kwa ajili ya kuwahudumia. Aliwaendea waganga, alitafuta msaada wa afya yake, kusimfae kitu chochote, mpaka pale alipokutana na Yesu Kristo. Biblia inaonyesha ya kwamba mwanamke huyu alinia moyoni mwake ayaguse mavazi au aguse pindo tu la vazi la Yesu Kristo ili aweze kupona. Mwana kondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Yupo Yesu asiyeshindwa na jambo lolote. Kwa hiyo kwenye kipengele hiki tunaziona nguvu za Mungu, tunauona uweza wa Yesu Kristo. Ikiwa habari hii inasimuliwa na tukio hili lilivyotendeka, ndipo hapo wanapofika nyumbani kwa Yairo, wanafika kwa mjumbe wa sinagogi. Walipoingia ndani wakakuta tayari binti wa Yairo amekwisha kufa, na watu wanaomboleza, wanalia, wakiwa wapiga filimbi na vinubi wamejipanga kwa ajili ya maombolezo. Yesu akawaambia, acheni kupiga kelele na ondokeni katika maombolezo, mtoke nje. Wale watu wakasikia ujumbe wa Yesu, anasema, kwa nini huyu binti mnayedhani amekufa hajakufa ila amelala? Biblia inasema wakacheka sana. Lakini walipokusha kuwa wameondolewa nje, ndipo Yesu akamshika mkono yule kijana, kisha kijana akainuka, uzima ukamrejelea, naye akawa na afya njema, akainuka. Na habari hizi za matukio haya mawili zikaenea katika mji wote wa Yerusalemu na katika dunia hiyo. Ni ndugu mtazamaji na msikilizaji wa televisheni ya Baraka TV, kitu ambacho tunaweza kujifunza, yako mambo matatu ambayo kwayo katika somo hili tunaweza kujifunza. Jambo la kwanza ni wito wa Mathayo alivyoitwa na Yesu Kristo, na vile alivyokuwa tayari kuitika na kuacha vitu vyote alivyokuwa navyo, lakini akaona vyema amfuate Yesu Kristo. Jambo la pili linalojitokeza katika ujumbe huu ni habari ya imani ya mwanamke mwenye kutokwa damu katika dhiki na mateso yake. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Baraka TV, la asubuhi ya leo na katika siku hii ya tarehe 7, unaweza ukawa unapita kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Unaweza ukawa unapitia mateso mbalimbali katika maisha yako. Ziko changamoto za kiafya ambazo watu wengi wakikabiliana nazo wanakutana na msongo. Watu wengi wanaacha imani, watu wengi wanawaendea waganga wa kienyeji, watu wengi wanaenda kutafuta msaada huku na kule. Kama mwanamke alivyohangaika katika mateso yake, jamii nyingi duniani inapokutana na misukosuko hii inakwenda kutafuta msaada.
Watu wengine wametafuta msaada kutumia fedha zao, lakini hazijawafaa kitu, kama ambavyo mwanamke huyu hakikumfaa kitu chochote kutokana na fedha yake. Magonjwa wengine yamewafilisi, wengine yamewaacha wakiwa wameuza nyumba, wameuza mali zao, wamebaki hawana kitu chochote. Nikutie moyo asubuhi ya leo, yuko Yesu asiyeshindwa. Yeye ni msaada wa kweli, na kila anayemkimbilia anapata uzima. Nao uzima huu upatikanao katika Yesu Kristo ni uzima wa kweli. Hivyo tengeneza imani katika moyo wako. Tengeneza imani. Kwa nini Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo? Hayamkini umesikia mengi katika maisha haya, yamekuvunja moyo, yamekukatisha tamaa, lakini nikutie moyo asubuhi ya leo, yuko Yesu asiyeshindwa. Mwanamke huyu aliyefikiri kwamba akigusa pindo la vazi la Yesu atakuwa mzima, na Yesu akamwambia, binti, imani yako imekuponya, ujipe moyo. Kwa nini? Imani imetenda kazi. Inua moyo wa imani asubuhi ya leo, ukutane na Yesu asiyeshindwa na jambo lolote. Nataka nikuhakikishie, Bwana amenipaka mafuta asubuhi ya leo nikuletee ujumbe huu, nikuelekeze neno hili, likutie moyo neno hili, likupe macho ya kuona, na imani yako ihuike katika Yesu Kristo. Alipoingia nyumbani mwa Yairo, penyewe alikuta kuna maiti kabisa mbele yake. Yesu alipofika hapo, akawakuta waombolezaji, akawakuta watu waliokusanyika kwa Yairo ili kupiga filimbi na kupiga vinanda, kumwimbia, kuleta faraja. Lakini Yesu alipofika aliwaambia, kijana hakufa, amelala tu. Wakamcheka sana, lakini Yesu mwenye uweza akamshika mkono yule kijana, naye kijana akainuka akiwa mzima. Neema ya Mungu ikuonekanie, iwe siku yako ya kukutana na nguvu za Mungu, na Mungu mtenda miujiza akakuinue tena kwa upya. Pale ulipovunjika moyo, pale ulipokata tamaa kutokana na changamoto unazopitia, kutokana na mateso unayoyapitia kwenye maisha haya, yupo Yesu asiyeshindwa. Muamini leo akutendee muujiza. Naomba tuombe. Baba yangu na Mungu wangu uliye hai, wewe ni Jehova. Utukuzwe na uhimidiwe Bwana kwa kadiri ya wingi wa neema yako. Ninawaleta watu hawa, ninawaleta wasikilizaji wangu Bwana, wale ambao wanapita kwenye changamoto mbalimbali, ziwe za uchumi au ziwe za afya, changamoto za maisha haya. Neema yako iwaonekanie Bwana kwa neno lako. Mungu uliye hai, ninaachilia nguvu ya uponyaji kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila chochote kilichokaa kwenye maisha ya watu hawa, magonjwa, roho mbaya za kuonewa, kazi za kichawi, chochote Bwana kinachosimama na kuzuia furaha na amani ya kukuona na kukutumikia, ninang'oa kwa damu ya mwana kondoo. Ninaachilia uzima na nguvu zako. Asante Mungu wangu, ukae pamoja na msikilizaji huyu, ile roho ya kukuamini na kukucha iwike ndani yake, na apate nafasi ya kukutegemea kwenye maisha haya. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu, Mungu wetu uliye hai, ninaomba haya na ninaamini, amen. Asante, ninakushukuru sana kwa ajili ya utazamaji na usikilizaji wa neno hili siku ya leo. Ninaitwa mchungaji Peter Kurwa Machibia, ni makamu mwenyekiti kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Rukwa. Amen.